Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamzungumzia hayati Benjamin Mkapa. Anafahamika kama jina la baba wa utandawazi. Benjamin William Mkapa nchini Tanzania, kutokana na jitihada zake kufungua uchumi wa nchi kuelekea soko huria, alikuwa kiongozi mwenye msimamo, msomi na mwanadiplomasia aliyebobea. Hii hapa ndio muhtasari wa historia yake. Benjamin Mkapa alizaliwa tarehe 12 Novemba mwaka 1938 katika kijiji cha Lupaso, Masasi, mkoani Mtwara. Alisoma shule ya sekondari Pugu na baadaye akajiunga katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, ambapo alihitimu shahada za usanaa Kiingereza mwaka 1962. Masomo yake ya juu alisoma pia katika chuo kikuu cha Columbia, Marekani. Alichukua stashahada ya juu ya mahusiano ya kimataifa. Kabla ya uraisi, Mkapa alitumikia nchi katika nyadhifa mbalimbali. Kwa mfano, uandishi wa habari. Alikuwa mhariri mtendaji wa magazeti ya serikali ya Daily News na Sunday News. Kwenye diplomasia, alikuwa balozi wa nchini Marekani. Alikuwa balozi wa Tanzania nchini Marekani, na pia alikuwa balozi wa Tanzania nchini Canada pamoja na Nigeria. Waziri. Alihudumu kuwa waziri wa mambo ya nje katika vipindi tofauti chini ya Mwalimu Nyerere na Ali Hassan Mwinyi. Mwaka 1995 mpaka mwaka 2005, Mkapa alichaguliwa kuwa rais wa awamu ya tatu mwaka 1995 katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, akimrithi Ali Hassan Mwinyi. Alishinda tena muhula wa pili wa mwaka 2000. Mafanikio yake: usimamizi katika uchumi. Alianzisha taasisi muhimu za kukusanya mapato kama Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, na kwenye ubinafsishaji aliongoza zoezi la kibinafsisha mashirika ya umma yaliyokuwa yakijiendesha kwa hasara ili kuvutia uwekezaji wa kigeni. Tuangalie kwenye miundombinu. Alijenga miradi mikubwa ikiwemo daraja la Benjamin Mkapa Rufiji na uwanja wa Taifa ambao sasa hivi unaitwa Benjamin Mkapa Stadium, mpira wa miguu. Na alipambana na umaskini. Alianzisha mifuko kama TASAF na kukuza sekta ya madini na mawasiliano. Tuangalie maisha baada ya urais na kifo. Baada ya kustaafu mwaka 2005, hakuacha kufanya kazi. Alijikita katika usuluhishi wa migogoro. Alishiriki kusuluhisha migogoro ya kisiasa nchini Kenya baada ya uchaguzi mwaka 2007 nchini Burundi. Mwaka 2019 alizindua kitabu cha maisha yake kiitwacho My Life, My Purpose. Kifo chake: Benjamin William Mkapa alifariki dunia Julai 23 mwaka 2020 jijini Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 81, na alizikwa kijijini kwao Lupaso. Kidokezo: ingawa Mkapa anasifiwa kwa kuimarisha uchumi, wakosoaji wake mara nyingi wanataja zoezi la ubinafsishaji kuwa lilipeleka baadhi ya rasilimali za nchi kuuzwa kwa bei rahisi au kufa kwa viwanda vya ndani. Je, ungependa nikuchambulie zaidi kuhusu kitabu chake? Fuatana na mimi moja kwa moja kupitia Mohamed Talk. Asante sana.